na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Naomba nitumie nafasi hii kuongea mambo matatu. Swala la kwanza ni shukrani. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye kwa namna ya pekee alimleta duniani mzee wetu Edwin Mtei na akamruzuku maisha marefu ya takribani miaka 93 miezi 6 na siku 7, ambao kwa kweli ni muda mrefu, ni maisha marefu kama alivyosema baba askofu mstaafu. Tunao wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, kwa kuwa tunafahamu wapo wanaofariki siku ya kuzaliwa, wapo wanaofariki chini ya umri wa miaka 5, wapo wengine wanafariki katika umri mbalimbali, lakini kwa miaka 93 miezi 6 na siku 7 kwa kweli tunao wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini nitumie pia nafasi hii kuwashukuru familia ambao kwa namna ya pekee wameendelea kumtunza mzee wetu Edwin Mtei. Na mimi nilifika mara kadhaa hapa, sababu kwa Benki Kuu kuna chama cha wastaafu wa Benki Kuu ambacho gavana anayekuwepo madarakani anakuwa mlezi wa chama hicho. Kwa hiyo nitambue pia, na hapa amekuja mtangulizi wangu gavana Florence Ruoga, naomba pia usimame, ambapo Ruoga amekuwa gavana wa 7 na mimi nichukua kijiti kutoka kwake, gavana wa 8, lakini gavana wa kwanza ndiye alikuwa hayati Edwin Mtei. Kwa hiyo kwa familia, kwa namna walivyokuwa na mtunza, kwa kweli ni swala la kuigwa, nao tunashukuru sana. Ndio maana ameweza kufika kipindi hicho cha maisha hayo marefu, na mara kadhaa nilipofika nilimkuta na yule sister aliyekuwa namtunza. Kwa kweli utaona kabisa namna ambavyo alikuwa namtunza kwa moyo wa upendo. Lakini katika shukrani pia niendelee kulishukuru kanisa la KKKT ambalo limemjengea misingi ya imani na kumwezesha alitumikie taifa letu katika nyadhifa mbalimbali. Kama tulivyosikia kwenye historia, ameshika nyadhifa ambazo kwa kweli ni kama za kujitoa sadaka. Alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, na mimi nimebahatika pia nilikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Fedha. Najua ugumu wa madaraka na nafasi hiyo. Amekuwa gavana wa kwanza alianzisha Benki Kuu ya Tanzania. Najua ugumu wa nafasi hiyo, lakini ameendelea, amekuwa waziri wa fedha na nyadhifa nyingine ambazo kwa namna pekee, bila kuwa na familia imara na bila kuwa na hofu ya Mungu, ingekuwa vigumu kuyatimiza aliyoyatekeleza. Na ndio maana katika majukumu yote utaona alikuwa anafanya, anaendelea kupanda juu kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo. Kwa hiyo niwashukuru pia kanisa kwa kumlea na kumjengea misingi thabiti ambayo imemwezesha atimize majukumu yake vizuri zaidi. Lakini niendelee kuishukuru pia jamii yote kwa ujumla, kwa sababu katika malezi kuna malezi ya kifamilia, ya kidini, lakini na ya jamii. Kwa hiyo jamii iliyomlea akawa hivyo alivyo, na sisi tumenufaika kufanya naye kazi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Jambo la pili, naomba nitoe pole. Kwa namna pekee nitoe pia pole kwa familia ambao wamepoteza baba aliyekuwa pia mlezi na mzazi wao. Kila moja kwa namna pekee ameguswa, lakini kama familia nafahamu ameguswa zaidi kama watoto, wajukuu na vitukuu ambao hawatakuwa na baba mwingine bali alitangulia, hawatakuwa na babu mwingine bali ni huyo aliyetangulia. Kwa tunawapeni pole sana kwa kumpoteza babu, baba, bibi na mshauri au mlezi na nguzo muhimu ya familia. Lakini katika swala la pole, naomba pia niendelee kutoa pole kwa kanisa ambalo limepoteza muumini
aliyekuwa muumini mahiri. Mara kadhaa nilipofika hapa, nakumbuka mara mwisho nilipokuja akiwa bado na kumbukumbu nzuri, alisema pia tusali. Utaona namna mtu alivyokuwa anamtumainia Mungu katika kila jambo. Na pia nitoe pole kwa jamii nzima kwa kumpoteza kiongozi, jirani, mwalimu na mkazi wa eneo hili. Alivyonieleza wakati ananunua eneo hili, kwa kweli inaonesha kabisa kwamba alikuwa ni mtu mwenye maono na dhamira ya dhati ya kuendelea kuishi katika jamii. Na pia nitoe pole kwa serikali yote kwa sababu ameshika nafasi mbalimbali, na sisi kama na watu tulioweza kufanya kazi katika maeneo mbalimbali aliyoyatumikia, ikiwepo Benki Kuu na Wizara ya Fedha, tunaona fahari kwa misingi thabiti aliyoianzisha. Na sisi pia kama Benki Kuu kwa namna mbalimbali tumeona katika misingi ile aliyoiweka, tunaona fahari kwamba tumeendelea kufanya kazi vizuri. Nafahamu katika nyadhifa zote alizoshika aliweka misingi thabiti ambayo tunaendelea kuifanyia kazi. Jambo la mwisho, si kwa muhimu, ni ombi. Niombe kila mmoja wetu tuliokutanika hapa tuendelee kuyaenzi mema yote aliyokuwa akiamini na kuyatekeleza enzi za uhai wake. Tunafahamu katika shughuli zote alizokuwa akizifanya amefanya mambo mengi. Mara mwisho nilipokuja tulikaa pale, wakati nataka kuondoka akaomba tupige na picha. Lakini wakati tunaongea kwa barazani, nadhani maeneo haya, na yule dada akaja akasema, babu, sasa hivi kipindi cha baridi, vaa kwa koti au sweta, sikumbuki vizuri. Utaona namna alivyokuwa na mjali. Lakini aliniambia mambo makubwa matatu. La kwanza lilikuwa ni swala la upendo. Alinisisitiza tuendelee kupendana na kusaidiana katika shida na raha. Na mimi kama mlezi wa chama cha wastaafu niliendelea kupokea na ninaendelea kuwashirikisha hata wale wastaafu kwa dhamira hiyo hiyo ya upendo. La pili, alinieleza swala la kuchapa kazi, kwamba dhamana tunazozipata huwa ni fursa. Tuna wajibu wa kufanya kazi kwa uadilifu na kwa vipawa vyote. Na yeye tumesikia hata katika historia yake amekuwa ni mtu wa kufanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo ombi langu kwenu wote, tuendelee kumwenzi kwa kufanya kazi. Tuchape kazi vizuri tukiwa tunajiamini kwamba kazi ndio msingi wa maendeleo. Na sisi kwa dhamana tulizonazo za kusimamia masuala ya uchumi nchini, tunafarijika kuona kwamba uchumi wetu unaendelea kukua kutokana na namna watu wanaofanya kazi kwenye kila eneo. Tutaendelea kuweka sera thabiti za kusimamia uchumi wetu, kusimamia mifumo ya fedha na kusimamia masuala yote yanayoweza kuleta chachu katika maendeleo ya taifa letu. Pia niendelee kuwaomba jamii yote tuendelee kushikamana katika masuala ya kimungu. Kumbuka aliniambia masuala ya kumshika Mungu siku zote bila kulegalega, kwa sababu Mungu ndiye mwanzo na Mungu ndiyo mwisho na Mungu ndiyo tumaini pekee la maisha yetu. Nisoma kitabu kimoja, mwandishi aliandika kwa nini tunashiriki kwenye misiba. Katika maelezo ya kitabu kile, mojawapo kwamba tunashiriki kwenye misiba kuja kutafakari na kutathmini mwisho wa maisha yetu huwa unakuwaje. Kwa tukimwona amelala mwenzetu hapa, yeye siku za nyuma alikuwa binadamu kama sisi, lakini leo hii amelala kwa sababu roho imeachana na mwili. Kwa tukitafakari hilo, tunao wajibu wa kumshika Mungu zaidi, kuwa na hofu ya Mungu katika kila jambo, ili hatimaye siku ya mwisho kama alivyosema baba askofu mstaafu, tuweze kukutana wote kwa Muumba wetu aliyetuumba.